Kwa hiyo yote atakayemvunjia heshima Mtume alayhi salatu wasalam, au akamtukana Mtume alayhi salatu wasalam, au yote anaingia katika usulu dini, au akamtukana Allah, au akakataa aya, au akabadilisha herufi moja katika Qur'an, au akasema Qur'an ni makhluq, au akasema Qur'ani hii si yenyewe kama wanavyosema Shia. Hii yote ni katika misingi ya dini, mtu anakufuru. Kwa hiyo na akifa hali hiyo hajatubia, hajarudi katika Uislamu, ataingia motoni milele. Hii ni katika misingi ya dini. Lakini kuna wajibatu dini, maana yake katika maneno sasa kuna maneno yanaitwa wajibatu dini. Katika wajibatu dini ndio anaingia katika kabairi dhunub. Kuna maneno ambayo kitamka sio kufuru, inawezekana ni maneno ambayo yanaingia madhambi makubwa, kama sibabu muslimu fusuq, kumtukana muislamu mfasi, kabairi dhunub. Kuiba ni madhambi makubwa. Kwa hiyo mtu kwa madhambi makubwa ambayo yanaitwa wajibatu dini, mambo ambayo ni wajibu katika dini, kuna mambo ambayo ni wajibu katika dini kuyafanya, ukiacha kuyafanya basi ukifa siku ya kiyama utakuwa tahta mashia, chini ya matakwa ya Allah subhanahu wa ta'ala. Akitaka atakusamehe, akitaka atakuadhibu. Ndio uko umevaana na wajibatu dini. Kwa ibada sio hivyo, kwamba yeyote ambaye tayari inawezekana aliovaana kwao hata na wajibatu dini, inawezekana kwamba huyu tayari kama alikuwa akithibitisha mwenyewe kwamba hao mawahabi wao kwamba mtu azini, aibe, afanyaje, huyu kwao kwamba ataenda peponi. Sitosema kwamba muislamu yoyote akifa hali ya kuwa ana mithqala dharra min al-imani, huyu hakufuru, bado akifa ataenda peponi, baada atakuwa katika tahta al-mashia. Allah kitaka kumwadhibu atamwadhibu, kama hadithi katika Sahih Bukhari na Sahih Muslim. Kuna wengine wataadhibiwa pata atakuwa mwili au ngozi itakuwa kaa kabisa la moto, kisha baada ya hapo amekufa na mithqala dharra min al-iman, atatolewa, alafu mwisho akhir mataf ataingizwa peponi. Hii ndio ahli sunna tunavyoamini. Kwa hiyo tunaamini kwamba katika madhambi makubwa mtu hawezi kukufuru vyovyote atakayofanya, na hatuna maana turuhusu watu wafanye zina, hatuna maana turuhusu kwamba watu waibe, bali kuna makemeo makali yamekuja juu ya zina, na kuna makemeo makali pia na kukawekwa katika dharuriyatu al-khams, kukawekwa mipaka na adhabu pia ya mwizi kukatwa mkono kutokana na kosa kubwa, au pia vile vile mzinifu kama akaoa au ameolewa na habari kupigwa mawe mpaka afe kutokana na jambo, ni katika adhabu mbaya mno. Adhabu hii mtu anapigwa mawe mpaka anakufa, kuonyesha kwamba kaenda kateni kosa baya, kwenda kufanya zina na mtoto wa mtu au na mke wa mtu, au manake kuvunja heshima za watu. Wakati Uislamu umekuja katika mambo ambayo dharuriyatul khams, katika mambo ya dharura ambao wanachuoni wanasema wengine ni 5, wengine wanasema ni 6. Moja katika mambo ambayo maalum na dini bidharura ni kufanyaje? Ni mtu kulinda heshima yake, kulinda heshima ya Muislamu, ni jambo ambalo msingi. Sasa mtoto wa mtu unaenda kufanya naye zina, kwa hiyo adhabu yake upigwa viboko, kama umeoa au umeolewa unauawa. Lakini hatusemi amekufuru, akifa ataingia motoni milele. Anaoingia motoni milele ni yule aliovaana na misingi ya dini na kutubia. Kafa aliyekuwa ni kafiri au mushrik, shirki al-akbar, huyo akiingia motoni hatoki. Itikadi za ahli sunna ziko wazi, na ndio itikadi ya mitume wote na maswahaba na kila ambao tayari waliofuata tabi'in wana itikadi hiyo. Sasa kwa hali hii sasa utaona sasa sisi, wala kama anasema Ahmad ibn Hanbal, tusiogope kutangaza imani yetu na dunia isikie kwamba itikadi iko hivi na tunaamini hivi. Hatumkufishi yoyote katika watu wa kibla, akiingia katika makosa na akiteleza hatumkufurishi.